Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson, kwa muda wetu wa habari wa jioni, muda wa saa 12 na dakika 20 kuwapasha habari zetu za jioni. Leo tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 tunakuja kuwapasha habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande ya uwanja wa vita katika sehemu tofauti. Na kwa kweli, mbele ya kuzungumza mengi ama mbele ya kuja kufungua kurasa zetu, mashabiki zangu mahali popote muko, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kiendelee kuwafikia mara kwa moja. Na unanisikiliza kutokea sehemu gani ama uko upande gani? Na hili nataka kuona ujumbe kutokea upande kwenyu. Utaona nambari za simu ziko hapo, endelea kutuma meseji yako mara moja kama kuna ujumbe uko nayo ama kuna meseji uko nayo ya kusaidia watu katika upengele ya kihabari. Na sisi katika media tunakuja kuwapasha habari zetu kwa muda kama huyu ndani ya Media Bukavu TV. Leo muda wetu wa tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2023 kunaendelea 26 kunaendelea kupitikana mambo mengi zaidi katika upande wa uwanja mapambano, na kuja kuwapeleka mara kwa moja katika eneo. Kwa sasa mapambano yanaendelea kupitikana katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika upande wa Uvira, na kuja kuwapeleka katika upande wa Goma na paka upande wa Kisangani, mpaka eneo za huko Beni, Butembo, Kalemi, mpaka sehemu ya Shabunda, na kuwapeleka katika eneo ya huko Kasese ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini inabidi nifungue kurasa zangu katika eneo ya Uvira katika uwanja mapambano tangu tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Mapambano iliendelea kupatikana katika uwanja wa huko upande wa Uvira, lakini katika taarifa tuko nayo leo, kwa sababu mapambano ya leo asubuhi mapema muda wa saa 11 mpaka kuelekea kwa sasa, wanajeshi wa Burundi walikuwa wanakumbatia katika eneo yao wa kiwanja wa mapambano, walitega bombe la kimine, walitega bombe za mine kwa sababu wanajeshi wa M23 wasisongelee upande wao. Na kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kumbuka, wako eneo yao, kumbuka wanajeshi wa wazalendo wako upande wao, kwa sababu kila wanajeshi wako na sehemu wanalinda tayari. Na sasa jeshi la Burundi linadhibitisha katika eneo la Plaine de Ruzizi, na kwa sasa walitega bombe inayoitwa mine katika udongo upande karibu kilometre 15 kuelekea upande wanajeshi wa M23 wako, kwa sababu M23 ikisema ikuje kuwashambulia wakute wametegwa katika bombe hili liwaripukie. Lakini wanajeshi wa M23 walirejea muda wa dakika kidogo, wakakuja kutega bombe hizi nao katika pembe la wanajeshi wa Burundi kwa muda kidogo, muda wa saa 11 mapema. Bombe hizi kama watu wa wanajeshi wa Burundi walirejea kutegua bombe hizi, kwa sababu unajua hizi barabara zinapita wanajeshi wengi zaidi ama raia tofauti, na ama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walitegua hizo bombe kwa muda wa saa 11 kwenda kutegua bombe, wakajipata wameanguka kwa mtego ya wanajeshi wa Burundi. Kwa sasa bombe hizi ziliripuka katika eneo hili, na kwa sasa taarifa tuko nayo, wakaaji wanakuwa katika eneo ya Kavimvira wametupasha habari kusema wamesikia mulio wa mabombe katika muda wa saa 11 wa asubuhi, lakini hawajajua hili bombe lilipasuka kwa nini, kwa sababu gani. Lakini kwa dakika kidogo walikuja kuona wanajeshi kwa wingi zaidi wa FARDC na wazalendo wameshuka kwa muda wa saa 12, wanakuja kupeana ramforo upande wa eneo. Wanajeshi wa Burundi walikuwa katika eneo huko point 0 numero 5. Wanajeshi hao walikuwa wanatoka katika milima uwanja mapambano katika eneo ya Kiliba na katika eneo ya Runingu na katika sehemu ya Sange. Kumbuka wanajeshi hao walikuwa katika uwanja mapambano wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Walirejea nyuma kwenda peana msaada kwa wanajeshi wa Burundi kwa sababu ya mlipuko wa masasi ama bombe hili lilipuka katika eneo hili. Kwa sasa habari tunawaletea lingine. Asubuhi mapema kulionekana gari ama bato la FARDC, bato karibu za FARDC kuserkeye katika eneo hili za wanajeshi katika eneo ya katika bato katika boti ya Kalundu
Kumbuka boti ya Kalundu ama aeroporo ya Mabato ziko hapo, wanajeshi ziko hapo Kalundu. Sasa zilikuwa zikielekea, katika taarifa tuko nayo, hizi boti zinafanana kama zilikuwa zikielekea katika eneo ya Baraka, lakini habari ya kweli hatujakuwa na habari ya uhakika. Hizi Mabato zilikuwa zinaleta wanajeshi kwa wingi zaidi kutokea Kalemi, Kisangani. Kwa sasa kumbuka, mapambano inaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa muda kidogo tu tumepata taarifa lingine kupitia katika mji wa Uvira kwa sababu leo muda wa saa 5 ulionekana mlio wa marisasi katika ndani ya centre ville ya Uvira wakishambulia kamanda wanajeshi wa kufanya upelelezi wa kivita, kwa sababu wanajeshi wa M23 wanatumia kwa sasa, inaonekana kama tayari wako ndani ya centre ville wa Uvira, kwa sababu silaha hizi zilitumika kama silence bila kulia, kwa sababu kamanda alikuwa na msafiri wa gari zimoja. Wengine wanajeshi walikuwa kwa nyuma, lakini hawajasikia. Kulionekana wanajeshi wawili hao walikufa katika eneo ya mji wa Uvira. Nakuja kuwapeleka sasa eneo ya Walikale, hatua wanajeshi ama katika mji wa Walikale. Kwa sasa mambo inaenda kubadilika muno, sio mchezo. Hatua serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kuongeza makamanda katika mji wa Walikale, katika sehemu ya Kabati, katika eneo ya Kabati hapo Walikale. Na kwa sasa katika uwanja wa ndege katika pinga kwenye uwanja wa ndege viongozi vya FRDC viliingia kabisa muno zaidi kwa kuendelea kufanya mkaguo ama kuendelea kufanya renyo, kwa sababu kuzitisha eneo hii ya Walikale inakuwa kwa mikono ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wanajeshi wa M23 wasipate njia la kupenya kukuja kuchukua eneo ya Walikale. Na kwa sasa kamati hii ya wanajeshi, viongozi vya serikali kwa wanajenerali tofauti walithibitisha katika eneo hili. Kwa sasa mpangilio inabidi wachukue ndani ya centre ya Masisi. Ndani ya media Bukavu TV utakuwa pamoja na mimi ndani ya Bukavu TV. Na kwa sasa ndugu yangu, kuja nipatia maji ya kunywa kwanza hapa, nikuoneshe mambo inaendelea vipi. Fanya haraka bwana, leta maji tukuoneshe watu wajue kama tayari hili habari inaendelea kuwapasha. Ninachamuka zaidi nikiwa ndani ya media, nasikia koo yangu inataka kunywa maji zaidi. Na kwa kweli watu wangu, mnaona nikiwa nakunywa maji kwenye mtungi, nikuonesha kama Saidi hatujakuwa na uwezo ya kukuwa na vikombe ama vifaa vya kukunywa maji ndani, si ndio? Hili nikuonesha kabisa jambo. Akichukua ndugu yangu, wewe unajua huyu ndio mtu wangu wa mkono sasa, unajua, na kutakuwa siku moja nyinyi ndio wenyewe mtatusapoti ili tuwe napata vifaa kama watu wengine. Unaona, mtu wangu wa mkono tunatumia maji. Lakini katika habari zenye iko serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, FRDC na wazalendo kutokea eneo ya hapo hapo Walikale, sehemu ya uwanja wa ndege wa Pinga, kwa sasa wanaendelea kufanya ukago na ulinzi zaidi, kwa sababu wanapanga kuenda kushambulia katika eneo ya Masisi. Lakini wanajeshi wa M23 nao wameonekana katika eneo, katika taarifa tuko nayo, wanajeshi wa M23 wanaonekana katika eneo ya Kisangani, katika uwanja wa ndege uwanja wa ndege Chopa Kisangani, katika uwanja wa ndege wa Chopa Kisangani, pamoja na serikali, wanajeshi wa FRDC na wanajeshi wa Ufaransa pamoja na wazalendo wakilinda uwanja pamoja. Lakini FRDC bila kujua kama tayari wanajeshi wa M23 wako katika eneo ya Kisangani, uwanja wa Chopa Kisangani. Lakini katika mada hili, habari zimeonekana katika eneo hili tayari wakaaji walikuwa katika eneo hili, waliona wanajeshi, kwa sababu wanajeshi watatu wa wazungu walikosekana katika eneo hili. Kwa sasa inawezekana kama wanajeshi wa M23 wanaweza kuwa wameshika mateka ama vipi, lakini katika wasi katika eneo ya Kisangani imeendelea kuwa sio mazuri. Na katika ndani ya mji wa Goma, katika taarifa tuko nayo kwa sasa, wanajeshi wa AFC M23 wanaendelea kulinda upande wa Goma. Kwa sasa uchunguzi ama
control inaendelea, operation inaendelea katika eneo ya Nord Kivu. Kwa sasa sisteme ya wanajeshi wa M23 imebadilishwa kwa sababu watua walianza kushambuliwa na waasi wasiojulikana katika mji wa Goma. Kwa sasa eneo ya Goma, sheria ya wanajeshi wa M23 wamebadilisha ulinzi, wamebadilisha mambo mengi zaidi. Kwa sasa mkaguo inaanza kutumika masaa 28 kwa kufanya ulinzi muno zaidi. Kwa sasa mpaka wanajeshi wale walikuwa wamechukuliwa katika hatua, Goma ilishikwa, wanajeshi walijiromete ndani ya serikali ya waasi M23. Kwa sasa wamewaondoa katika mji wa Goma, wamewapeleka katika eneo zingine kufanya kazi huko. Ini media Bukavu TV, ukiwa pamoja na mimi endelea kuwapasha habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nakuja kuwapelekea habari zingine kutokea ndani ya viongozi vya serikali vya hatua kabila wa Nyamulenge wamejitokeza kuelekea katika ndani ya Jamhuri ya Burundi kukutana na rais wa Burundi Ndayishimiye. Kwa sasa wameongea maneno mengine kusema tayari hao hawako pamoja na jeshi la Rwanda, kwa sababu wanasema Jamhuri ya Rwanda inawatumikisha kwa sababu kupitia jina ya kabila wa Nyamulenge ama kabila wa Kitusi. Kwa sasa hao wanasema hao wamejitosha katika eneo hili, kwa sababu hao wanajua serikali ya Burundi imefanya kazi ya muhimu zaidi kusaidia serikali ya Kongo kupiganisha wanajeshi hawa wa RDF ama serikali ya wanajeshi wa M23. Kwa sasa wanasema hao hawakumbatiane nao, lakini katika taarifa tuko nayo tayari kabila wa Nyamulenge kwa sasa kwenye mzozo kwenye mtandao wanaendelea kupigana muno zaidi, kusema hawa kabila waliojitokeza kuelekea katika mji wa Burundi, hao kwa kweli ni wasingiti katika kabila ya Wanyamulenge. Na ndani ya media Bukavu endelea kuwapasha habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nataka kwanza tusikilize meseji kutokea ndani ya raia kutokea upande ya Kisangani wanatueleza nini, na upande ya Beni. Natakuja kuwapasha taarifa kutokea upande ya huko tayari upande ya sehemu ya ndani ya sehemu ya hapa ndani ya sehemu ya Nord Kivu. Watu ya Nord Kivu wanatuambia nini? Tusikilize kwanza hapo. Tusikilize mwe makini. Mkiwa makini mtakuwa pamoja na kunisikiliza moja. Tusikie. Mimi nashindwa kama tuna majeshi ama hatuna majeshi. Na kitu muhimu sana. Majeshi wote walikuwa huko kwenye eneo yote. Okay. Ili wote wanatolewa. Wote. Na depuis Kabila. Okay. Depuis Kabila Lepere. Uko tu ndani ya Nord Kivu. Hajatoka hapo. Kale kapeti Kabila kale kabandika nambe ule imbesili kanambe ule akatokelea. Mpaka sasa wale wasodati tu ndio wale tu pale tu. Usakuta releva itakuwa releva itakuwa ni jinsi gani inafanya releva? Ni kupora tu, kupora mali, kupora tu, kupora. So ndio anaenda kwa na kariere. Anaenda kwa na kariere yake tu kutafuta ile bakitafuta ile kidogo anakuwa anapitiza tu ni pursa ya lengo. Ni pursa ya lengo. Bande kwa. Tumeingilia commerce sana, Sudan inaingilia commerce kupita mafunzo alijifunza sema tafunga raia na mali yake. Sasa anakuwa sivile anakuwa raia. Kwa raia kazi yake ni kunyanyasa sasa watu, kuiba simu za watu hapa na hapa. Pesa karte. Uko na karte, hauna karte, unakuwa turebo. Unakuwa rebo. Unasemesha uhaki ni kucheki tu matelefoni ya watu wanakusikia kuna mambo ya Mungu na ongelea kwa group hizi kuna ongelea mambo ya politiki, mambo ya leta. Kila siku tunapana kama alert. Utapana alert ile alert haitapata mwangaza. Ukipana alert haitapata mwangaza. Ndugu.
tunafia nini? Tunakufia nini? Soda nasikia wanachoma, anaona wanadu wanakuja wanachoma nyumba karibu tena ya defense yake, haina 30 metre kufika kwenye huko adui. Akiba tabaki tu pale mkabo, nani itafanya mambo yake yote kule, inafanya mambo, inachoma manyumba, inakatakata watu, wanapiga hata vyakula pale. Kesho asubuhi wanatoka saa 2 ndio utakuta wanatoka sasa, wanafuatilia tuona ndabunguna Bazalaki wapi? Kwa walipigia vyakula, kama walipigia kwangu vyakula, hapo mimi nakuwa adui. Wewe unapata chakula, unapata nafasi ya kupiga chakula kwa nini? Sasa mimi ndio nakuwa tena rebo. Na rebo aliingia hapa, anachoma nyumba, anafanya kila kitu yote. Anapiga masasi, anakatakata watu, anachoma nyumba. Hakuna Sodoma alitokelea. Na tuko alerte, waandukwe, alerte fazi fulani. Adui anatafuta kufika fazi fulani, hawapendi kufuatilia. Adui anafika fazi fulani, ndio ule karibu hapa anafika fazi fulani, umfuate mbio na yeye afanya maafa. Hakuna. Tusiongee. Ukiongea wewe unakuwa adui. Ukiongea hatu ndio unakuwa adui. Mambo gani? Mimi ndugu yangu. Watu wangu. Sekretari anatumika peke yake. Hana watu. Maana ndio wapiganisha tu yeye peke yake. Biko nyuma yake wote wa tretretiki. Double trasha. Anakula huko, anakula na petrol. Anakula huko, anakula na nalo. Sasa vipi tutashaka mwaka gani? Haiwezi kaisha. Shida tu. Ukumbuke depuis mercredi watu wameuliwa kule Mchacha, wanafanya hizi wanataka. Hakuna hata jinsi wanapata pale. Jinsi tena nakimbia kama raia. Tunakimbia kama raia wewe jeshi mzima. Tutasema jeshi kweli. Afadhali watoe teni wapate raia, bunduki wapate raia. Alafu wako bwana tuwasiti wapate nguo zetu za raia wao wafae, sisi tuvae teni zao. Tuingie bitumba kama tutapigana tutapiga vita. Wao angalia vita na pigo wake. Hata kama tupiga bunduki akiti tutapiga bunduki tutakimbiza adui. Tutamaliza adui. Ya kwanza sana ndugu wangu, ya kwanza sana. Kisekedi peke yake. Asiwazi kuna watu nyuma yake hivyo. Wote yuko pale ndani, kisu tiki ni moja 10 tu yuko ndani. Ile kama kumbele personi, ile kama tukamate valera 500 personi ama tukamate 1000 personi. Muko 100 personi. Yenye kupuru Kisekedi. Lakini wengine wote wanataka tu Kisekedi akufe. Watu wasitawale kitu wanataka. Na hata wakitawala kitu wanataka, Mnyaronda hana rafiki. Makumbuke depuis CNDP, depuis RCD kama vitu gani, sivyo kama vita gani. Angalie wote waliingia ndani wa Kongomani, waliingia kama ile mafuta vita ile mule marebo wale. Wote wiko hai tu. Hakuna mwenye yuko hai. Wote wameuliwa tu. Sasa na watu wengi na akili kama vile Cornel Nanga vile Mpesili Nanga vile vinapia vinaungana na Rebo. Ule kuungana na Kisekedi, tumalize ile utawala kale ka Mpesili Kanambe ule, tumtoshe pale Mpesili Kanambe, tumtoe pale wake na Kisekedi, tuungane na Kisekedi, tumalize vita vizuri. Hakuna kitu hapa. Itaikuwa hata na mtoto mdogo anapotoka kucheza vita, anapangilia vita hiyo, atamaliza vita hii vizuri sana. Ndio mtoto anapiga ngoma, wakubwa wanacheza. Wazee wanacheza, unakuta mtoto mdogo anachezesha wazee. Iko hatari kabisa. Yes, mnavyosikia kwa kweli haya ni maonyi ya waraia kutokea upande mahali kuna kuwa mambo ya vita, unaelewa? Wanasema mambo mengi zaidi, lakini kabla nyinyi mnavyonisikiliza mara kwa moja tutaenda kuweka ujumbe wa watu tofauti hapa, ama sio? Ukiwa pamoja na mimi kuna mengi utasikia na utachembua maneno gani. Endelea kufanya subscribe, like, comment ili uendelee kusikiliza mara kwa moja. Unasikia nini kupitia hii Media Bukavu TV? Unafaulu kitu gani kupitia Media Bukavu TV? Na watakia usiku mwema, tuje kupatana kwa habari zetu za asubuhi mapema. Ukipitia na sisi, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi kile kufikie mara kwa moja. Chao chao, tuje kupatana asubuhi mapema muda wetu wa saa 1. Chao chao.